Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya familia ya marehemu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, ningependa kukushukuru kwa dhati kwa upendo wako na wema wako kwa baba yetu. Umemwamini kuwa waziri wako na ukamteua kuwa mshauri wako katika masuala ya kijamii na kisiasa. Familia yetu chini ya mama tunakushukuru sana. Vile vile ningependa kutoa shukrani za kipekee na za dhati kwa serikali yako na viongozi wote wa serikali kwa kuungana nasi katika kipindi hiki kigumu. Uwepo wenu umetupa faraja kubwa sana na umetuheshimisha sana kama familia. Kuanzia mwanzo wa msiba mpaka sasa, serikali yako imetushika mkono, imekuwa nasi bega kwa bega. Upendo huu tutaukumbuka daima. Pia tunawashukuru baba paroko na mapadre kwa mahubiri mazuri, ushauri na faraja mliotupatia katika ibada hii. Mheshimiwa Rais, ningependa pia kutoa shukrani za dhati kwa wananchi wa jimbo la Isimani kipekee, wananchi wa Idodi, mahali alipozaliwa na kukulia baba. Shukrani kwa Chama cha Mapinduzi kilichomuona baba yetu tangu akiwa mdogo, kikamwamini, kikamlea na kumpa nafasi katika nyadhifa mbalimbali. Tungependa kuwashukuru pia madaktari na wauguzi, pia ndugu, jamaa, marafiki, majirani na wote walioguswa na msiba huu wa mpendo wetu na kufika na kujumuika nasi kwa wingi wenu. Vile vile kwa kila aliyeshiriki kwa namna yoyote kwa michango ya hali na mali, tunasema asanteni sana. Hatuwezi kuwataja wote mmoja mmoja, lakini naomba mtambue kwamba mioyo ya wanafamilia imefarijika na Mungu awabariki na wazidishe mlipotoa. Mheshimiwa Rais, kiukweli msiba huu umekuwa ni mshtuko mkubwa na fumbo kwetu sote. Mema mengi yamesemwa hapo awali. Hakika baba alikuwa ni mtu wa kipekee, sio tu kwenye utendaji wake wa kazi, bali katika jamii kiujumla. Kwa wengi hapa tulimtambua marehemu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi kama kiongozi, waziri, mbunge, jembe na mshauri jemedari katika siasa. Lakini kwetu sisi, akiwa nyumbani, alivua vyake vyote na kuwa mume, baba, babu, kaka, mjomba, mkwe, na ndiyo nguzo tuliotegemea na iliyotuunganisha wanafamilia. Hakika mbuyu umeanguka. Mheshimiwa Rais, mimi pamoja na wadogo zangu hapa mbele, Brown na Annie, tumejifunza mambo mengi kutoka baba yetu. Baadhi ya mambo hayo ni ukarimu, kumheshimu kila mtu, kuishi na watu vizuri. Lakini la mwisho na lenye umuhimu ni kuwa mchapakazi, ambapo hili baba alituonyesha dhihiri kwa vitendo. Katika utumishi wake, baba yetu alikuwa yuko tayari kutumika nchi yake siku yoyote na muda wowote, na hii ni sifa alinyonyesha sote hadi siku umauti ulipomkuta. Mheshimiwa Rais, nakumbuka baba alikuwa akiniambia, ukipewa nafasi ya kufanya kazi, hakikisha unatumia nafasi hiyo vilivyo kwa kuchapa kazi na kuzitekeleza kwa uaminifu na kwa juhudi zako zote. Hivyo ndivyo utaweza kuaminika kwenye jamii na kufungua milango mingine zaidi maishani. Pia nakumbuka tangu tulivyokuwa wadogo alikuwa akisema usichoke kujifunza,
Usipojua au kuelewa jambo, uliza, kwani kuuliza sio ujinga. Usifanye vitu kwa kukurupuka. Hakikisha una research, uliza maswali yote utakayoweza kabla hujafanya maamuzi. Ukiwa na jambo lako, na sisi sote tunajua hapa na familia, ukimfuata baba kumshirikisha, ni lazima uwe umejipanga kweli kweli. Maana atakupiga maswali kushoto, kulia, juu, chini. Paka unajiuliza sasa, mzee, haya maswali yote yanatokea wapi? Na hii jambo tutaweza? Lakini funzo hili limetufundisha na kuimarisha mtazamo wangu na sisi sote, na jinsi ya kuenenda jambo lolote kabla ya kufanya maamuzi, ambayo imetusaidia hadi kwenye kazi zetu na kutufikisha hapa tulipo leo. Pamoja na yote haya, funzo kubwa tuliojifunza kutoka kwa baba yetu ni upendo. Baba alikuwa anaonyesha upendo mkubwa sana kwa mama yake, kwa watoto, kwa mama yetu, mjukuu wake, mkwe, bibi na ndugu zake wote. Upendo ndio ilikuwa somo kubwa kuliko lote baba yetu alituonyesha. Tunamshukuru mama yetu Jermina Lukuvi kwa kumbali baba yetu, mume wake, ambao kwetu amekuwa baba bora. Mama, ulijua kutuchagulia baba mwema. Asante sana. Mungu akupe faraja mama yetu. Tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika kipindi hiki kigumu, matumaini, subra, na tuongoze katika kuendelea yale mema alitotuachia baba yetu. Kwa mara nyingine tena, kwa niaba ya familia ya marehemu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, tunasema asanteni sana 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 kwa upendo wenu, uwepo wenu na sala zenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.